Sidhani kama alikuwa sahihi ndugu yangu Harmonize, kwa sababu yeye aliposainiwa kwenye ile lebo hakuwa msanii wa hip hop, lakini alikuja kutuhadisia vimbwanga kibao, sijaelewa yeye hakuwa wa hip hop. Kwa hiyo maana yake akubali kwamba label zina shida, sio kwa msanii gani, ushaelewa, ni label zenyewe zina wema kwenye mambo yote aliyopitia. Kwa hiyo nimekutana na drama zote ambazo zilikuwa zina attack kuhusiana na kutokuwa na uwezo wa kuwa na mtoto. Kwa hiyo kwa point hii iliyofikia Wema amepata mtoto, nimwambie tu dada yangu, mimi nakupongeza sana. Mungu aendelee kukubariki, upate watoto na watoto na watoto, kapate kizazi kirefu zaidi. Kikubwa tu ni kushukuru, usijigambe wala usiwatambie. Shukuru tu kwamba Mungu amenipa mtoto na naamini atanipa na wengine, hiyo inatosha. Yes, mambo vipi mtazamaji wa 96 Link, karibu kwenye exclusive interview mimi na Tatu Town mbele ya kamera. Mmoja kati ya rappers ambao wako kwa muda mrefu na wanasumbua, anaitwa P Mawenge, mtoto wa Kiwarani Bronx. Wakisikiaga Bomb Bronx wanajua shida imeingia. Noma sana. Mjini kuna shida Zangu kuna ngoma yako moja inaitwa upande wa pili. Upande wa pili wa sarafu. Story na Musu Kevi, mtu mwenye misingi na misimamo. Ukigonga gari lake anacheka na kuondoka kabisa. Oya, ile goma ulinyosha. Bwana Kevi gari yake ni ya gharama sana, lakini hata ukiichubua yeye anacheka, anakwambia nenda tu, kwa sababu anajua kesho nitaitengeneza na itakuwa kali kuliko ilivyokuwa kabla hajaigonga. Rambirambi zake ni mamilioni kadhaa. Milioni, mkimwambia Kevi bwana kuna msiba hapa mtaani bwana anatia mamilioni na nini, yani watu tulikuwa wanamuona mtu poa kinoma hapo mtaani. Lakini mwisho wa siku ikaja kutokea timbwili, tunaona polisi wanakimbizana na Kevi mpaka pale mtaani, bunduki zinapigwa juu. Bwana vipi tena? Mwisho wa siku tunaona wanamtoa Kevi amefungwa pingu, alafu wamebeba pisto, wamebeba maski ambayo jamaa huwa anazivaa akienda kwenye matukio. Kumbe Kevi ni mtu mbaya sana, sisi tulikuwa tunamuona mtu poa. Kwa hiyo upande wa pili wa sarafu, maana yake ni kwamba sarafu inapokuwa imejifunika hivi unaweza kuwa unaijadili sana kwa unachokiona juu, lakini kumbe chini pia kuna jambo lingine. Yes. Unaamini ile hivi ilikuwa ni historia ya kweli ama ni namna tu ulitumia sanaa? Hapana, sio kweli. Ile ni sanaa tu nimeitumia, na wala sio kwamba nimewahi kusikia mahali. Hapana, nimeicreate mwenyewe kichwani, kwa maana ya kwamba nataka nifunze jamii yangu wasiwe wanaamini watu kirahisi. Watu wengine wanaweza kuwa wanamwamini lakini kumbe ana upande mbaya. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini na mtu hata kama unamwamini. Baada ya ile ngoma kuna namna ili kuboost kutoka stage moja kwenda nyingine? Of course, kwenye storytelling ndio sehemu ambako mimi nikaendelea sana kutengeneza ukubwa, uaminifu, kuaminika kwenye kusimulia, kwa sababu moja kati ya stories ambazo watu wamezipenda ni ile ya upande wa pili wa sarafu. Yes, kwa hiyo imeniongezea kitu sana. Noma sana. Katika mikwaju yako ambayo umeifanya mpaka muda huu, ni kwenye masuala mazima ya storytelling, ni ipi ambayo unasema hii ndo top? Kwangu top kabisa inaweza kuwa Huna Jipya. Huna Jipya nilimuongelea Beki Tatu ambaye alikuja kutoka mkoani akawa mgeni Dar es Salaam, najua mshamba na vitu kama hivyo. Baadaye tukawa tunakaa naye home anatusaidia kazi. Mwisho wa siku tukaanza kushangaa kitumwa tu gengeni anakaa masaa matatu, tukajiuliza kwa nini. Kumbe sasa ameshakuwa mjanja, yani akienda kwa gengeni anakutana na mashosti na manini masaluni, unajua zile. Lakini mwisho wa siku yale mambo yakaenda kumdrive vibaya, akaja kuondoka nyumbani akiwa ameambukizwa HIV, lakini pili na mimba juu. Kwa hiyo mwisho wa siku akawa amepoteza future yake ameiharibu. Ndio maana wimbo unaitwa Huna Jipya. Yes. Kwa hiyo ni kwangu ndio story bora ambazo katika story nilizowahi kuziandika. Of course. Unaamini kwa sasa hivi ama yani kwa dunia yetu ya sasa kuna vitu kama hivi vya Beki Tatu katoka labda kijijini amekuja town na anakutana na vitu kama hivi? Of course, mimi mwenyewe unaniambia sasa hivi imenikuta. Mpaka watu wananiambia akisikia ule wimbo anaweza akajua umemuimbia. Yes, mimi Beki Tatu wangu nimemsafirisha hata wiki haijafika. Baada ya kupata ujauzito, na alipokuja kweli alikuja kama mgeni wa jiji, hajawahi kufika Dar es Salaam toka azaliwe. Kwa tumekaa naye kwa muda mrefu sana, tumemtreat vizuri mno kiasi kwamba hata yeye nadhani sasa hivi anaweza kawa anajutia hiyo nafasi ambayo ameipoteza. Tumemtreat kama member wa familia na vitu kama hivyo, lakini sasa ameadaika na vijana wawili watatu wa mtaani wamempa mimba, afu mwisho wa siku haelewi nini kinaendelea baada ya hapo. Nikasema hili mambo yasiwe mengi, acha nimrudishe nyumbani kwao, alafu familia kama familia ndio ijue inaanza naye vipi kuanzia hapo kwenye mimba. Nature pale alizungumza kuhusiana na wewe na akaonesha kukukubali, au sio bana? Ile aliyozungumza pale ukiwa kama msanii ambaye unafanya poa kwenye game kwa muda mrefu, umeipokeaje?
Uwezi amini mimi Nature ameanza kunifahamia jukwaani au kunikubalia jukwaani. Ushaelewa? Mtu kama Duli ameanza kunifahamia studio. Ushaelewa? Na wote leo ukiwauliza kuhusu Pima Wenge, yani namna watakavyokuelezea wewe mwenyewe utashtuka. Lakini Duli amenijulia studio, Nature amenijulia jukwaani. Tulikuwa na show wote Zanzibar, tumepewa mimi na Juma Nature kwa pamoja. Ndio. Tulipokuwa Zanzibar kwa sababu tunaenda Pima Wenge, mdogo wangu ya jina lako nalijua sana mdogo wangu. Naona watu wanakuongelea na nini, lakini hajawahi kujua mimi nafanya kitu cha namna ipi, chenye ukubwa au udogo upi, hajawahi. So tulipofika kwenye show, tulipanda jukwaani, mimi ndo nilianza kwa sababu yeye ni legend. Lazima nianze mimi dogo ili brother aje kufunga show. Kwa mimi nilianza kuperform. Kwa nilipoanza kuperform, Nature akawa ananisikiliza muziki yangu na namna ninavyoperform. Niliposhuka jukwaani, alipopanda kwenye show yake, ananiambia mdogo wangu, show yangu pia tunapanda wote. Ushaelewa? Na kutoka hapo nadhani ndo alienda kutulia akanisikiliza vizuri. Nature akanitumia beat kesho yake. Tumerudi tu kwenye show, nimefika home kesho yake akanitumia beat, akaniambia mdogo wangu, mbona beat? Nataka tufanye hiyo. Mdogo wangu mbaya sana. Ushaelewa? Kwa hiyo mimi nachoshukuru ni kwamba mtu anaweza kawa anifahamu kabisa, lakini the time akatega sikio au kanipa dakika zake 3-4 za kunisikiliza, from there anaweza akaachana na watu wote aliokuwa anawaaminia akaanza kuniaminia mimi. Yes. Upo kwenye game kwa muda mrefu. Sasa hivi tumebadilika kidogo kutokana na kipindi kile sana wasanii walikuwa wanategemea radio kupush kazi zao, lakini sasa hivi mitandao imekuja kuboost kila kitu. Tukumbushe kidogo zamani. Unaamini watangazaji wa zamani kwenye radio kuanzia hapa Dar es Salaam mpaka nje ya Dar es Salaam walikuwa ni miungu watu? Of course walikuwa wana nguvu, kwa sababu kama unavyosema media ndo zilikuwa mchongo. Msanii anahangaika wimbo wake ufike media zamani, kwa automatically lazima wajione kwamba wao wana value. Ushaelewa? Kwa hiyo lazima ataamua nani akupe nafasi, nani asikupe. Ushaelewa? Nani ana manufaa kwangu, nani hana. Yani lazima waamue. Hata mimi nishapitia hivyo hayo madimbwi. Nishapita kwenye maeneo ambayo watu wanaweza kukutana na mimi wakaniambia pia, mbona muziki yako mikali, mbona wewe ni msanii mkali sana lakini haupewi nafasi kama ambazo wanapewa wao wengine. Naambia basi tu labda wamechagua kutonipa, kwa mimi siwezi kuilazimisha. Lakini kikubwa tulifunzwa kupitia Tamaduni Music. Mimi nimekulia Tamaduni Music. Tamaduni Music tulifunzwa hayo yote, tukaambiwa nyinyi mnachotakiwa kukiamini na kukishikilia ni talenti zenu tu. Sio upepo, sio kiki, sio trends. Talenti zenu ndo mzishikilie, mziaminie hizo tu, asiwayumbishe mtu. Kwa hiyo ilifika time mtu hata akiwa hataki kunipa nafasi mimi kwenye eneo lolote lile, as long as talent yangu bado ninayo hajaichukua, anakuwa aniumizi kichwa. Kwa hiyo wengi waliumizwa kichwa, watu wakawa mateja, wakawa vuta bangi sana, wakawa wanywa pombe sana, kwa sababu ya kutaka kuua mawazo ya kwamba media zinanikataa. Ila sisi hatukupitia huko. Kwa nini hatukupitia? Kwa sababu tulipokuwa tunakataliwa na media, tunakataliwa na presenters, hatukuona kuwa ni mwisho wetu. Sisi tunajua mwisho wetu ni wewe ukichukua talenti yangu, kitu ambacho hakiwezi kuchukuliwa. Ni mpanga gani ambao ushawahi kufanyiwa kwenye masuala mazima haya, kufanyiwa figisu maredioni na labda na msanii mwenzako ambao mpaka leo ukikaa unasema hii ilikuwa ni noma sana? Of course mimi wasanii hawajawahi kunifanyia baya, lakini media zimewahi kunifanyia mengi mabaya. Of course, yani hiyo wakubali wakatae, japokuwa ndio tushasahau, tumesamehe kwa sababu tumekuwa na maisha yanaendelea, lakini nimefanyiwa mengi mabaya na wapo ambao wanajua kabisa mimi nilishiriki kwenye kumkwamishia huu safari yake. Wapo kwa naamini, kwa sababu wanaona tunaishi positively, wanaamini kabisa nimeshaachana nayo, nimeshasamehe, nimesahau, kwa tunaishi kwa dunia iliyopo sasa hivi. Ya zamani tumeachana nayo, lakini mimi siwezi nikaongelea moja au mbili, nishapitia magumu mengi sana. Moja tu. Mimi nishai kuambiwa na mtu ananiambia, kwa sababu yeye alikuwa ananipambania lakini hana nguvu kwenye media, lakini anaamini uwezo wangu. Kwa hiyo mimi napeleka wimbo nini bwana, wewe wimbo hapa, wewe tukauongelea wimbo, watu wakaupokea positively, kwa sababu zamani kwa wimbo ukichezwa watu wanapiga simu hapo hapo, bwana wimbo noma, wimbo mkali na nini. Lakini tulipotoka pale, jamaa akaniambia bwana, pale hivyo kutambulisha pale ndio basi tena hawezi kucheza tena, kwa sababu wewe haupo kwenye cycle yao. Sasa nikamwambia kwenye cycle yao ndo tunaingia vipi? Basi niambiwe kama kuna mfumo wa kuingia kwenye cycle. Nikamwambia tu kama watakuhitaji kwenye mzunguko wao, kwenye cycle yao, basi watakuchukua na wewe mtakuwa napiga mangoma, napiga matua, mashow kama ambavyo wanafanya wengine. Sikuwahi kuingia kwenye hiyo cycle mpaka kesho. Kwa cycle yangu niliyoingia hii ambayo inanifanya sustain mpaka leo, naamini ndio cycle nzuri ama cycle bora ama cycle inayonifaa zaidi. Ndio. Yes. Noma sana. Umetoa diss track kadhaa hivi ambazo mpaka time hapa watu wanazisikiliza na of course zinaendelea kufanya vizuri kwa wale ambao wanaopenda hip hop. Hip hop mara nyingi muziki yenu inakuwa inadumu kwa muda mrefu sana. Pengine unatamani siku moja mbeleni huko
utoe tena diss track nyingine, labda mtu akikuchokoza, ama unasema kwa hapa mimi kuanzia hapa sitoi diss track nyingine? Of course kwa msanii ukichokozwa unaweza kujibu, lakini pia ujibu kulingana na impact. Yani aliyekuchokoza na impact ipi ambayo inaweza kukuharibia wewe status. Sababu mwingine anaweza kukuchokoza afu impact yake sio kubwa, kwa utakuwa tu unajitesa, unatwanga maji kwenye kinu. Lakini akikuaddress vibaya mtu ambaye ana impact, unajua kabisa hii inaenda kupokelewa na watu wengi, kuna haja ya ku retaliate, kujitetea. Sawa bwana, kujibu mashambulizi. Kwa mimi sipendi kuwa msanii wa battle, lakini ni msanii ambaye napenda kutetea nafasi yangu, jina langu, lakini pili tunasema career yangu. Ushaelewa, napenda kuitetea. Kwa ikitokea mtu anataka kuiharibu kwa namna moja au nyingine, ni lazima nije mbele kudefend. Na ikitokea mtu kamkorofisha mwanao Unju pale, utaruka naye, yani kwamba huyu mwanangu amemkorofisha, tunaruka wote? Of course Unju unajua anamudu huyo mtu, kwa mimi sitaingilia, ila tu nitaambia Unju usibakishe kiporo hicho, kula mpaka kiishe. Noma sana mkubwa, noma sana bwana. Pima wengi, of course game la hip hop limekuwa linazungumzwa sana, na niliona juzi moja kati ya interview ya msanii mkubwa pia hapa Bongo, Harmonize, alizungumza kuhusiana na lebo za Tanzania kusaini wasanii wa hip hop. Alikuwa anaongelea sakata la countries na nini, akasema kwa lebo za Tanzania ni ngumu sana kusaini wasanii wa hip hop. Unaamini ni kwa nini kwa lebo hizi za Tanzania hapa ambazo ndio kubwa, unazungumzia Wasafi, Konde, Kings, Next Level, kwa nini ni ngumu sana kwa kutia wino na wasanii wa hip hop? Sidhani kama alikuwa sahihi ndugu yangu Harmonize, kwa sababu yeye aliposainiwa kwenye ile lebo hakuwa msanii wa hip hop, lakini alikuja kutuhadisia vimbwanga kibao, sichaelewa yeye hakuwa wa hip hop. Kwa hiyo maana yake akubali kwamba lebo zina shida, sio kwa msanii gani, ushaelewa, ni lebo zenyewe zina changamoto. Yeye sawa kamshindwa Country au ameshindwana sijui tuite, lakini kwa sababu Country ni msanii wa hip hop ataongea hivyo, ila yeye alishindwana na mtu wa kuimba mwenzake na alisainiwa akiwa mwimbaji, sio hip hop wala nini. Sawa, ushaelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku tujue tu labels na shida. Ukienda kusikiliza wimbo wangu upo kwenye Tukusa Chamber 3 chapter 10, Tukusa 3X. Ukiisikiliza ile, mimi nimeongelea sana 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 mambo yanayohusiana na label. Watu watajifunza vingi huko, haijalishi ni msanii wa kuimba au wa kuchana. Nani unayemwona kwenye hip hop unasema huyu anaipeperusha international hip hop, iwe wewe au mwingine yoyote ule unayemwona huyu anapeperusha bendera ya hip hop? Of course sisi bado hatuko international, huo ndio ukweli. Kuwa international maana yake kuwa na collab za international, kufanya show za international, ushaelewa. Hiyo ndio maana ya kuwa international. Sisi wote bado tuko local, ila humu ndani tunaitiana sana international. Yaani tukiwa humu ndani tunaitiana sana international, lakini bado local. Kuwa international maana yake una collab ya international. Sijawahi kuona mimi msanii wetu wa ndani wa hip hop ana collab international. Zaidi ni ile international ya ushikaji, yani kwamba na mwanangu mmoja Zambia nimefanya naye ngoma, na mwanangu South Africa nimefanya naye ngoma, kwa tujakutana na ile international, ushaelewa, kama collab iseme kwamba hii sasa. Yes, Khaligraph amefanya ngoma na yule jamaa nani yule tunamuita yule anapenda kuvaa jokeli yule wa Marekani yule, okay, jina lake limenitoka kidogo kwa sababu mimi pia sio mtu sana shabiki yake, lakini ni mtu ambaye alienda viral duniani, kafanya collab na Khaligraph. Khaligraph ana uwezo wa kujiita international. Khaligraph ameshiriki kwenye matuzo na makolabo makubwa ya kimataifa, anajiita international, anastahili. Khaligraph ameongelewa na Rick Ross positively kabisa, ameongelewa na mtu kama nadhani pia kama sio Styles P, yes, kitu kama Styles P kutoka The Locks, positively kabisa, kwamba ni mmoja wa wasanii wakubwa wazuri wanaofanya vizuri wakiwa huko East Africa. Ana haki ya kujiita rapper wa kimataifa. Sisi kwetu tuache tu, sisi international tunatakiwa tuitafute, bado tujaipata. Kubwa, unaamini matamasha ya bure yameua ule ukubwa wa wasanii? Ni kweli, kwa sababu zamani ilikuwa mtu kwenda kumuona msanii lazima ajitafute kidogo ili aende akalipe kwa ajili ya kumuona msanii kwa thamani aliiona. Lakini sasa hivi anaambiwa tu enjoy tu for free, anakuja pale anamuona msanii. Kwa namna moja imeua, lakini kwa sababu imekuwa rahisi wasanii kukutana na watu. Zamani kwa msanii kukutana na watu hakuna mitandao, hakuna nini. Sasa hivi kuna mitandao, kwa msanii unakutana na watu. Yaani unaweza kuwa na chat na shabiki yako mpaka akawa anakuona kama mshikaji wake. Kwa sasa leo hamjakutana, leo hii uje kumwambia atafute mahela kuja kuona, kidogo kuna kaugumu kanatokea. Lakini zamani ilikuwa mwezi hata kumingo, mwezi kuchat, mwezi kufanyaje.
Ushaelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni lazima atafute hela aje kuona. Kwa hiyo utandawazi ndio umeleta huo mfumo, hatuwezi tukaupinga. Yes. Una lipi la kuambia Gen Z? Chochote kile cha kuambia Gen Z? Cha kwanza kabisa, practice to be perfect. Fanya sana mazoezi ili uwe bora. Don't give up, usikate tamaa, pambania unachokifanya, lakini kuwa na discipline, nidhamu ndio kila kitu kwenye kile unachofanya. Cha mwisho, sio kwa ulazima, lakini jana kulikuwa na story kidogo imesumbua sana mitandao juu ya mwigizaji mashuhuri wa muda mrefu sana Wema Sepetu kupata mtoto na watu wakamsifia uozo na nini na nini. Ukiwa kama mkubwa kwenye game, au sio bana, una lipi labda la kumwambia uozo, kwa sababu wasanii wengi walishindwa, lakini ameweza kumpa furaha Wema ya kupata mtoto? Mimi nimekuwa shabiki wa Wema kwa muda mrefu, sababu nimeangalia movie zao zamani sana. Naona kwa nimekuwa nikiwa namfahamu Wema kwenye mambo yote aliyopitia. Kwa nimekutana na drama zote ambazo zilikuwa zina attack kuhusiana na kutokuwa na uwezo wa kuwa na mtoto. Kwa hiyo kwa point hii iliyofikia Wema amepata mtoto, nimwambie tu dada yangu, mimi nakupongeza sana. Mungu aendelee kukubariki, upate watoto na watoto na watoto, kapate kizazi kirefu zaidi. Kikubwa tu ni kushukuru, usijigambe. Wala usiwatambie. Shukuru tu kwamba Mungu amenipa mtoto na naamini atanipa na wengine, hiyo inatosha. Hip hop is real. Big time. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.